nikielekea safari ya mbinguni. Bwana asifiwe. Siku ya leo ni siku ya wanaume, na ikiwa siku ya wanaume na sisters tuwe pamoja. Hebu pigiani wanaume, sisters peke yake wapigie wanaume makofi. Asanteni sana, nasikia mko na roho mzuri. Bwana asifiwe. You have a very good heart. God bless you. Mwanaume anakuanga mfano wa Mungu. Bwana asifiwe. Na je, mwanamke anakuanga mfano wa Mungu? Kwa nini? Sababu he made them male and female. Bwana asifiwe. Nilikuwa nafikia nitachokora roho zenyu, lakini mnajua Biblia. Bwana asifiwe. He made them male. Kwa hivyo kama aliumba mwanaume na mwanamke wakiwa mfano wa Mungu, kila mtu ni mfano wa Mungu, lakini mwanaume ndiyo kichwa cha nyumba. Bwana asifiwe. Ati mwanaume ndiyo kichwa cha nyumba. Ukiangalia utakuwa utamaduni wetu wa Kiafrika, mwanaume ana heshima zake kwa nyumba, si ndio? Lakini twende kwa inheritance. Najua nimetoka nje ya ile mahubiri niko naye kidogo. Twende kwa inheritance. Wakati wowote kama baba yangu mwenye aliaga, Bwana asifiwe. Baba yangu akiaga, hata kotini, mali sio ya vijana, mali ni ya bibi, ni ya mama yangu. Kwa hivyo lazima tupitie kwa mama yangu ili tuweze kurithi baba yetu, si ndio? So he made them male and female. Hakuna urithi wakati mama hako. Usikasirike, usiniangalie sana. Mama akiwa ndio mkubwa wa familia, si ndio? Kwa hivyo zote tuko sawa. Bwana asifiwe. Kichwa cha neno na leo ni how can man relate or connect with God? How can man relate or connect with God? Bwana asifiwe. Tukienda kwa mwezi wa pili tarehe 16, wakati nilikuwa nikiongea juu ya who is your God, kuna vitu kadhaa tuliangalia, na katika zile vitu tuliangalia, siku ya leo nilikuwa naona, kwa sababu tuna siku mbili baadaye, wiki mbili tulikuwa tumeongea in February juu ya Mungu. Kwa nini leo tusiongee vile tunaweza shikamana na Mungu na kuendelea na huyu Mungu? Kwa sababu unaweza jua Mungu, ujue Biblia sana, lakini uwe mienendo yako hauna ushirika na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukijua Mungu, kwa sababu kitu ya kwanza ni kujua neno la Mungu. Miaka ya 80 kuna mwalimu alikuwa anaitwa Teacher Gatei, lakini aliaga. Alikuwa wa Christian Union. Alikuwa akituambia, when you hear the gospel, you accept Jesus Christ to be a personal savior, you repent and you follow. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza ni kusikia neno la Mungu ili uweze kutubu, ufuate, upate uzima wa milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapojua Mungu, lazima tujue vile tutakuwa na uhusiano mzuri ili tuende kuendeshana. Bwana asifiwe. Tuje kwa familia, kwa familia ya Mugendi, rafiki yangu. Bwana asifiwe. Kwa familia ya my sister kuna bwana, kuna bibi ndio Anne Mugendi, na kuna watoto. Bwana asifiwe. Ili hawa watu waweze kuwasiliana vizuri ama kuwa na miendeleo mizuri, hata kufurahisha Mungu, upendo unaanza kwa familia, ndio twende kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaposoma neno la Mungu, tunastahili kujua tutaanza wapi, tukiendelea mpaka wapi, ili tuweze kuendelea pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Turudi nyuma kidogo, tuseme wakati ule mwingine tuliona Mungu akipatiwa jina Elohim. Jina Elohim nilieleza ni creative and governing power. Bwana asifiwe. Ile uumbaji na ule utawala wa Mungu. Na ukiona Waisraeli sana
my chairman anajua, wanapenda kuita Mungu Elohim. Bwana asifiwe. Unasikia haya majina mengi hawatumii, lakini wanatumia jina Elohim kwa sababu ya uumbaji wake na utawala wake. Utawala wa Mungu ni mzuri. Kwa hivyo ukinyenyekea na Mungu, mshikamane, muende pamoja, utakuwa mtu muungwana kama Mungu. Bwana asifiwe. Twende kwa jambo la pili, sitakaa sana. Tuangalie jina Emmanuel. God with us. God with us huwa ikitamatisha inasema he will never forsake you. He will walk with you and will never forsake you. He is with us always. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna wakati mcha Mungu, muamini Mungu wanaweza kuachana na yeye, kwa sababu Mungu ni Emmanuel, aliyoishi, anayeishi na atakaye dumu. Sio kuishi, kudumu. Hana mwisho. Bwana asifiwe. Tuendelee kwa jina la tatu ndio tutamatisha, kwa sababu leo hatutaki kujua, tumeshajua Mungu wetu ni nani. Jina I am. Nilipokuwa nikiangalia jina I am, this is a supernatural name. Jina yenye hauwezi ukaelezea. Niliwaambia wakati aliyoambia Moses, nitaenda kuambia ni nani, akasema ni mimi ama ndi mimi. Kuwa wewe, hiyo sio jina, lakini ni jina kwa sababu lina umaarufu mkubwa sana, halina mwanzo na halina mwisho. Kwa hivyo nikijaribu kufafanua kidogo, niliona ingechukua muda mrefu sana kwa Moses kukaa chini na Mungu na kuelezea yeye ni nani, kwa sababu hakuna jina linaloweza kuelezea Mungu. So Mungu ni Mungu. Haya majina yote tulisema ni kazi yenye Mungu anafanya. Bwana asifiwe. Tuje kwa connection sasa. Nimewachana na kuelezea Mungu kwa sababu tulielezea Mungu ni mali. Tuje kwa connection yetu na Mungu. This word is spiritual than physical. Vile tuko hapa, na msiogope, kunaweza kuja mchawi hapa akijua kila nia na njia ya kila mtu mmoja hapa, kwa sababu madhabahu yake yameshikana vizuri sana na ule muovu. Kuna juzi katika mitandao ya Inoro, sijui ilikuwa kwa Inoro ama ilikuwa wapi, sikumbuki vizuri, lakini kuna mtu akilikuwa akielezea wanapotaka kujua Mungu, sijui ilikuwa one of the stream churches, sitaki kutaja majina ya makanisa mengine, tutaje hii yetu. Alikuwa akisema huwa anapeleka waumini wao pale Forest Road kwa Wahindi. Unakuta pale kwa Wahindi kuna 4,000 gods. Ukitaka Mungu wa mtoto, kuna ile sacrifice utatoa, uenda kwa Mungu wa mtoto ili upate mtoto, na hiyo ndio ile sacrifice kubwa sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu mtoto ni maisha, ni ungu, kwa sababu ya images of God. Si ndio? Tumerudi huko. Kwa hivyo mtoto ama mwana ama mtu yeyote, sisi wote kama tulivyosema, female and male, wacha sana female and male, we are all images of. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii, ili tuweze kuconnect na Mungu, tunastahili kuenenda na mienendo gani? Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza, we have to be very spiritual. By being spiritual, how do we connect with these spiritual matters? Bwana asifiwe. Is by knowing the word of God. In the beginning, kulikuwa na a word, and the word was God, and the word was with God. Si ndio? Bila kujua neno la Mungu, ndio utakuta unapotea njia za Mungu. Kwa hivyo ningewaomba, ningewasihi each and every time uwe ukisoma Biblia. Kuna watu huwa wanaanza preaching at their youthful age, 18, 19, that is teenagers. Si ndio? Na unakuta huyu mtu amehubiri the same Bible for another
60 years or more than 60 years, lakini hajamaliza kuhubiri, anakufa neno likiendelea. Wakati wetu na Omwami kuna kipindi kilikuwa kinasema na neno linaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utahubiri Biblia, utasoma. Mimi nasikianga wahubiri wengine amesoma Bible kwenda na kurudia mara 10. Na wakati anapohubiri unakuta anasema sijawahi kuhubiri kama namna hii. Mtu amesoma Bible kwa miaka 60. Kwa hivyo kwa neno la Bwana kila kitu linakuwa na renewal. Unasoma chapter moja na soma chapter John 3:16. Kama siku moja nilienda pahali nikasoma John 3:16 nikahubiri for 5 minutes. Kila mtu alikuwa anachukua mkono akisema kuna kitu amesikia, mwingine redemption, mwingine amesema nini, kwa sababu kuna spirit, kuna nguvu katika neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kujua neno la Mungu ili muweze kuendeshana. Bwana asifiwe. Hebu jipigie makofi kwa sababu naona mnasikiza vizuri. Sister yangu pale nyuma ajipigie makofi. Nimeona yeye amekataa kupiga makofi, ajipigie makofi. Bwana asifiwe. Mimi niliwaambia nilikuwa mwalimu mdogo. Nilikuwa sasa nikikaa hivi najua mpaka mwenyako anaweza lead gift ya pastor. Bwana asifiwe. Tuendelee. Haki. Wacha tukae kwa that spiritual aspect. Kwa spiritual aspect ukienda katika what do we call them? Kila madhabahu yana condition yake. Ukienda kwa Wahindi, uenda kwa Chinese, uenda kwa Japanese, uenda kwa Europa, uenda kwa Americans ama Red Indians wenye walikuwa Amerika, kuna vile walikuwa wakiabudu miungu ama Mungu wao. Bila kujua vile utaabudu Mungu wenu, kama saa hii nimesikia my sister akisema na wa Magegania. He's an amazing God. Bwana asifiwe. Mungu mwenye uwezo ukaelezea, huyo ndio Mungu wetu. Lakini wale watu wako na miungu 4,000. How can you handle these 4,000 gods? Hebu fikiria. Si Mungu na bahati nyinyi. Kwa sababu nyinyi hamuna miungu mingi ya kujishughulika naye. Mungu na Mungu who can provide everything. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kitu ya kwanza tusikae sana hapo. Kitu ya kwanza ni kujua neno la Mungu, kwa sababu Mungu ni neno na anadumu katika neno. Hapo tumesikiza vizuri. Tuendelee. Kitu ya pili ni blood. Nilipokuwa nikiandaa hii sermon, nilikuwa naona mimi naweza kuwa mimi nina group O. Nani mwingine hako na group O? Thank you. Watu wa group O wengi wana upendo mwingi sana. Hebu mnipigieni makofi. Na ukiuliza pastor ameonja upendo wangu kidogo na lipangi chai atoange kachai kidogo. Bwana asifiwe. Mimi na upendo mwingi sana. Asio kujisifu. Hiyo ni kile. Unajua unajisifu kwa ile Mungu amepatia wewe. Kuna watu wanasema mimi usicheze na mimi. Mimi nikikukasirikia kwanza nakukaribia. Kwa sababu hiyo ndio ile kipawa amepatiwa. Amejipatia. Mungu hawatii watu vipawa vingi. Anasema utajua mimi ni Mkisii, utajua mimi ni Mkikuyu. Si ndio? Hapana. Mtu mzuri anaiga Mungu. Bwana asifiwe. Ati mtu mzuri anaiga nani? Tiwa amusie. Good, thank you. Tuendelee. Leo tutaongea lugha zote. Sasa nitaongea Kibarua nikitoka hapa. Bwana asifiwe. Kitu ya kwanza ni blood. Kwa sababu unapozaa mtoto na kuna kitu imenishinda. Mimi naweza kuwa mtu ya O na bibi yangu ni wa O, lakini tunazaa mtoto wa blood group nyingine. Is it true, my brother? Hiyo kitu inatoka wapi? Kwa hivyo connection ya mtu na Mungu ni damu. Na ndio Yesu Kristo akatoka mbinguni, akakuja akazaliwa na mwanamke kama mama yangu, lakini mama yangu anaitwa Mary. Uliza pastor kama nimedanganya. Akazaliwa ni mwanamke kama mama yangu mwenye anaitwa Mary, kwa hivyo hata mimi na uhusiano na Mungu, nimezaliwa na Mary. Bwana asifiwe. Si tunaenda vizuri? Kwa hivyo hata Mary si naona ni Mary first. Si ni Mary first. Kwa hivyo mimi na uhusiano mzuri na Mungu kwa sababu kwetu kuna Mary. Na blood ni ya Mary, na blood ni ya Yesu Kristo. Si ndio? Bwana asifiwe.
Kwa hivyo katika uhusiano kuna blood, na blood ndio inabeba DNA. Ukitaka kujua mtoto ni wako, hata kama umeporwa, unaenda kwa DNA. Bwana asifiwe. Tunaongea leo, tunahubiri tukisoma sayansi kidogo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uhusiano wako na Mungu ni damu, na ndio Mungu hangekuja duniani, kwa sababu Mungu hapendukangi. Mungu akisema amesema. Wakati alipatia binadamu dominion over earth, over everything, Mungu hageuki. Sio kama mimi naweza ambia mtie nitamnunulia kuku, akileta kisirani namwambia sitakupatia. Bwana asifiwe. Naambia mtie, hiyo maneno imekwisha, na imekwisha, si ati nitamletea, imekwisha. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akisema hivyo, isipokuwa wewe ufanye dhambi ama ujiue, Mungu atafanya hivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo connection yetu na Mungu ni the blood of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Na tuko na DNA ya Mungu, na ndio we are all equal in the eyes of God, because we have one DNA, the DNA of Jesus Christ, the DNA of the blood of Jesus Christ. Kwa hivyo sisi wote tumeshirika. Hakuna wakati nitaambia my sister pale ati wewe umetoka Western, wewe umetoka Central, wewe umetoka wapi. No, we are one in Christ. Bwana asifiwe. Tuje jambo la pili, la tatu sasa. Jambo la tatu nikiangalia saa, jambo la tatu ni faith. Ukiangalia Abrahamu alitolewa sehemu inaitwa Ur. Huko sehemu zenye Adamu alitolewa, sehemu zenye alitolewa ni sehemu za wachawi, watu wanaoabudu miungu ya kienyeji, yani idols. Bwana sanamu. Bwana asifiwe. Lakini Mungu akaenda akaita Adamu, na sisi zote tukue Adamu. Bwana asifiwe. Alimwambia, toka na bibi yako niende nikupeleke kwa shamba ama kwa land yenye iko na honey inakuwa honey and what? Milk and honey. Bwana asifiwe. Sasa saa hii niambie one of our sisters and brothers, toka hapa nikupeleke shamba yenye iko na asali na yenye iko na maziwa ama na rutuba. Nani atakubali kwenda bila kuuliza mimi maswali? Hiyo shamba iko wapi? Iko na title deed? Mwenyewe alikuwa nani? Uliipata namna gani? Kwa nini unanipeleka? Kwa nini unaharimisha? Kwa nini unanitoa? Vile my brother amesema, kwa nini unanitoa kwa baba yangu? Kwa sababu hawakwenda na baba yake, si ndio? Alitoka yeye peke yake na bibi yake ili waende kwa urithi wao, shamba ama ile land ataonyeshwa na Mungu. Bwana asifiwe. Bila imani unaweza kumkubali Yesu Kristo? Ibrahimu is the father of faith. Bwana asifiwe. Yeye ndio baba wetu wa imani. Kwa hivyo hata Ibrahimu tunastahili kumuiga, kwa sababu ndio tukuje hapa kanisani tuweze kuabudu Mungu. Tunamwabudu kwa sababu ya imani. Nani ashawahi kuona Mungu hapa? Nani ashawahi kuona Yesu? Hata nyanya yako hakuona Yesu. Bwana asifiwe. But still una believe na una trust in God. Bwana asifiwe. Kwa sababu hii ni kazi ya imani. Bwana asifiwe. Tuende kidogo tutoke nje. Ukiona hawa watu wa ulimwengu mwingine unakuta wana prosper sana. Hawa watu kwa nini wana prosper sana? Isipokuwa shetani ni mwizi na ni muongo. Wakati mwingine mimi naonanga anaiba napatia watu yake. Na sio uongo, kwa sababu Biblia inasema zile mali zimeshikwa na wenye dhambi ni sawana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo shetani anajua kuiba kwenyu, na saa hii kama tuko na shida ya pesa, ujue shetani tunapiga magoti basa ili aweze kutishia pesa yetu yenye imeibwa na Mungu, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Bwana asifiwe. Zile pesa mnaona na hawa, sitaki kuwataja kidogo kwa sababu kuna Wahindi waokofu, kuna Wachinese waokofu lakini wachache, kuna Wajapanese waokofu. Bwana asifiwe.
Lakini unakuta hawa watu kulingana na imani yao na mienendo yao na miungu yao, hawa wananyenyekea vizuri. Hata akiitishwa mtoto, hata anaweza patiana watoto wote watatu kama wanne ama watano, ili waweze kusikizana na Mungu wao. Kuna mhubiri mmoja alikuwa akihubiri, nikamsikiza. Alisema kuna wakati mmoja sehemu za India, mama mmoja alikuwa na watoto wawili, akaenda kufanya ibada yao. Sitaki kutaja sana majina yale. Walipokwenda wakifanya ibada yao, walipokuwa alienda na watoto wawili. Mtoto mmoja amesimama na mwingine kiwete. Alipoenda akarudi, wakienda pale kuna maji mengi, huwa wana sacrifice mtu ama binadamu kwa ile maji. Alipokuwa akirudi, alirudi na mwenye ako na shida ya mwili, bwana, the disabled one. Alipokuwa akirudi, akaulizwa ni mtu, kwa nini umerudi na huyu baada ya kurudi na huyo mwingine? Alimuuliza, naweza patia Mungu wangu the disabled one. Can you imagine? Huyo kama shetani, ukifanyia kazi shetani kazi kama hiyo, hata kupatia mali. Na ndio unaona sisi Wakristo ni hafifu. Wakati mwingine mtu akitajirika anasema hiyo ni ya ngoma. Bwana asifiwe. Kwa sababu anajua shetani anajua kuiba, anapatia watu yake. Lakini sisi hatunyenyekei kwa Mungu ili tukue na connection mzuri tuweze kuandamana na yeye. Tuendelee. Bwana asifiwe. Nasikia sitaki kutoroka sana, tuendelee. Kitu ya tatu, kitu kingine ni trust. Bila trust hawezi ukaishi na Mungu. Bwana asifiwe. There is no way hata sisi tutakuwa marafiki bila trusting one another. Kwa nini utrust one another? Twende kwa biashara, tutoke kwa ungu. Twende kwa biashara na watu wasisinzie. Twende kwa biashara. Bwana asifiwe. Tukienda kwa biashara, hamwezi mkakuwa na maagano ama na kampuni na ule mtu najua ni haramu. Mtu mwenye ukikaa kidogo unakuta ameweka ngiri mbili kwa socks na anakuambia tafuta, hakuna. Tuje hata kwa familia zetu. Bwana asifiwe. Ukijua Daudi kila saa ni mpango wa kando, ni mpango wa kando, mtaendeshana naye kweli? Daudi ni mimi. Bwana asifiwe. Ukisiwa kila saa ni mpango wa kando, mpango wa kando, mtaandamana ama mtashikamana? Kwa sababu lazima to trust in God and in his word. Mungu yenye amesema lazima tuiamini na tuendeshane naye. Tusome Proverbs 3:5-6. Trust in God with all your heart and lean not to your own understanding. Bwana asifiwe. Tukienda verse ya 6 kwa sababu naikata, in all your ways acknowledge God and he shall direct your path. Ina maana gani hapa? Upende Mungu na roho yako na usiwe na mienendo yako, yani wewe ndio unajionyesha njia zako. Ufuate njia za Mungu na Mungu atakuonyesha njia ya kupita. Kwa hivyo mkiendeshana na Mungu lazima mkuwe marafiki, ili aweze kukushika akuonyeshe njia, kwa sababu ukijionyesha njia utakuwa umepotoka katika njia za Mungu. Bwana asifiwe. Haya, twende kwa jambo lingine. Jambo lingine ni upendo. Kwa Biblia utakuta Mungu akisema, akiita binadamu rafiki wake. There is no way unaweza walk together with an enemy. Lazima uwe na upendo. Ukiwa na upendo, kuna vitu lazima ufanye. You have to sacrifice yourself, your character, your property, your mindset. Kwa sababu mindset wakati mwingine inakutuma ufanye maovu. Lakini kama una ungu,
ile mindset, kwa sababu imependuliwa ili iweze kuendeshana na Mungu. Upendo unapoingia, dhuluma haiwezi ikaingia, kwa sababu upendo ndio unashikanisha kila kitu. Upendo ni kama stima, lakini umeshinda stima. Stima inafanya fridge na freeze, stima inachomelea, stima ina joto, stima inafanya kazi nyingi katika hii dunia. Ili uconnect na vitu mingi, stima inatumika, lakini stima tu isabu. Nisijui ni example ile ndogo kabisa ya mwisho, ni kama kafumbi kamoja. Bwana asifiwe. Upendo una upana mwingi sana, na lazima uwe na upendo ili uendeshane na Mungu. In John 3:16, for God so loved the world. Angalia jina, for God so loved the world. Kwa ule upendo mkuu wa Mungu ndiyo akamtoa mwanake wa pekee ili aweze kuja tuweze kushikamana na yeye. Hakukuja kwa vile tulikuwa tumefanya mzuri, alikuja ili atukomboe. Wakati nilikuwa nikiandaa hii sermon, nilikuwa nauliza, wacha tutumie Evangelist Ann kidogo. Mimi naweza kuwa nimechapa Evangelist Ann, nimeiba mahindi kwa Evangelist Ann, na Evangelist Ann atoe mtoto akuve ili asafishe dhambi yangu. Senior elder, mimi ndio nimekukosea. Sijui kama mnaona huu uzito. Mimi ndio nimekukosea, na wewe unatoa sadaka ya mwanako wa pekee unaompenda, sio mwana mnamchukia. Wakati umeongea kwa ule mwana wa muhindi, unaona alitoa sacrifice, ule mwana anamtoa ili waweze kusikana na madhabahu ya Mungu wake, si ndio? Sasa hebu angalia hapa, hii kesi ni tofauti na zile kesi nyingine. Mimi ndio nimekukosea, wewe ndio umenikosea, na kama umenikosea, mimi natoa dhabihu mtoto wangu ili tuweze kuendeshana pamoja. Sio ni upendo mkuu? Kwa hivyo life buys almost everything in the entire universe, juu na chini. Bwana asifiwe. Our body should be a living sacrifice. Bwana asifiwe. So as we can be able to walk with God. Bwana asifiwe. Wakati mwingine mwili nakwambia tenda hili, lakini kwa vile wewe umesacrifice mwili wako, umekuwa msafi, hauwezi ukauchafua ili muendeshe kuendeshana na Mungu. Bwana asifiwe. Tuendelee. Turudi kidogo kwa faith. Twende Exodus. Sasa tutasomewa na nani mwanyako na Bible, our brother atusome, our brother ya Mutie. Sijui kama ako na Bible karibu leo, na apatiwe microphone ndio na mimi nisaidiwe. Tusome Exodus 3:20. Exodus 3:20. Maandiko inasema hivi: kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu ataniona akaishi. Okay, umesoma hapo. Okay, endelea tu, nitakusumbua. Sama hapo umesoma ni ukuu wa Mungu. Twende 1 Timothy 6:16. Is young Timothy in the house? Tuendelee. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Twende 1 Timothy 6:16. Maandiko inasema hivi: ambaye yeye peke yake apatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemwona wala awezaye kumwona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Bwana asifiwe. Amen. Naomba uketi ndio niweze kuendelea. Angalia ule upendo wa Mungu. Mungu ukimwona Mungu the Father, wewe utakufa. Lakini kwa ule upendo na imani aliyoweka ndani yako, kuna vitu mbili Mungu ameweka. Hauwezi endeshana na imani yako, haiwezi kumfikia Mungu. Lazima Mungu akuwe ameweka imani ndani yako na upendo ndani yako ili muweze kuendeshana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo angalieni ukuu wa Mungu na upendo wa Mungu anavyofanya ili muweze kuandamana na kuendeshana.
Tusomee Mutie John 1 John 4:16. Nilikuwa nimegusia lakini soma, kwa sababu nilikuwa nimesoma in short. 1 John 4:16. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo ukaa ndani ya Mungu, na Mungu ukaa ndani yake. Amen. Keti, nimeshukuru. Hiyo hakuna kuongezea, vile umeandika umesoma, hiyo imekutosha. Twende kwa fellowship, ndio niweze, naona muda wangu unayoyoma, ili niweze kuharakisha. What is fellowship? Fellowship na Kiswahili ni nini? Si ni ushirika? Lazima uwe na ushirika na Mungu wako. Na tuje kwa ushirika hapa wa duniani. Most churches kama hapa kwetu unakutana, tunakuja leo Jumapili. Si huu ni ushirika wa Jumapili? Tuko na ushirika wa leo wa Jumapili, tutakuwa na ushirika wa Tuesday. Kuna wengine watakuja Friday, na kuna maombi kama yenye ilikuwa imetangazwa na one of our elders in the house. Bwana asifiwe. Haya yani huu ushirika huwa unakutanisha wewe na mwenzako ili muweze kudiscuss, kuomba, ili mshikamane muweze kuendeshana na Mungu. You cannot fellowship with God ukiwa peke yako. Si ati ni impossible, it is possible. But ni the weak point of fellowship. Kuna watu hukaa nyumbani, anasema ameokoka, makanisa wahubiri wanataka pesa, ni waizi, ni kuna dhambi kanisani. Kama kuna mtu mwingine ndienda Kitale, akaniambia hatakaa na wahubiri kwa sababu wanahubiri chenye hawafanyi, yeye atakaa na hawa watu wengine. Nikashindwa, huyu kwanza anakataa kukaa na wahubiri, anakaa na wenye dhambi sana. Mienendo yake na ushirika wake na Mungu kweli ni sawa? Sisemi asikae na wenye dhambi, lakini ushirika unatusaidia kuweza kupatana na Mungu na binadamu. We have to fellowship with God and the Holy Spirit, ndio tuweze kuandamana pamoja. Hii ushirika inatakikana tuwe wasafi, tuwe bila dhambi, tuwe upright, tuwe watu wa kujitolea. Sio ati kwa mwaka mmoja unakuta hakuna siku, kama mimi wakati mwingine unakuta hakuna wakati attend ushirika. Wacha those in business and biashara. Kuna watu wote wakipata kama holiday ya Waislamu ikuwe Tuesday na kukue kuna what we call, kuna ushirika hapa hapa kazini, hakuenda kazini na hawezi kuja ushirika. Ushirika una upana wake. Kuna ule ushirika wa kanisa, ule ushirika wa Jumapili, kuna ule ushirika wako na Mungu, kuna ule ushirika wako na Roho Mtakatifu. Ushirika una upana mkubwa sana. Kwa hivyo lazima tujue vile tutashiriki na Mungu. Bwana asifiwe. Fellowship kwa jina la rahisi ni relation of intimacy, partnership. Sijui tunaenda pamoja. Ile intimacy nilipokuwa nikifunzwa ni mwalimu wangu, ni kushikamana. Nikisikia leo tunakosana na Mutii, nasikia hiyo kitu inaniuma. Kama amenikosea na haja nikosea, unasikia kuna ile mshikamano. Kwa hivyo mnastahili kushikamana na Mungu, Roho Mtakatifu na binadamu. Kwa sababu usiposhikamana na binadamu, mshirikiane na binadamu, wao hamjui Mungu. Bwana asifiwe. Sitaki kuendelea sana hapo. Twende kwa jambo la mwisho ili tuweze kumalizia. Bwana asifiwe. Muda yangu naona umefika mwisho. Jambo la mwisho ni altar. Hakuna vile unaweza amini Mungu ama unaweza abudu miungu hiyo mingine bila kuwa na madhabahu. Ukitaka kuconnect na Mungu wako lazima uende kwa madhabahu yako. Twende ota kwako nyumbani. Kuna watu wanaombea kwa kitanda, kuna watu wanaombea kwa kona ya bedroom, kuna watu wanataka watoto watoke abaki sitting room, kuna ile kona anaendanga.
ukikuja sisi hapa, unakuja kwa kanisa ya ACF Gashie. Haya ndiyo madhabahu yetu katika sisi washirika wa kanisa la Ambassador Gashie. Bwana asifiwe. There is no way you can connect with your deity ama God ama gods without having an altar. Ukisikia mtu akisema mimi nimeokoka siendage kanisa, mimi nimesoma Bible nimemaliza, najua Biblia yote, hakuna kitu yenye mtu anaweza kunifunza na hakuna pahali anaenda, huyo mtu hawezi akashikamana na Mungu. Altars zinahitaji nini? Zinahitaji sacrifice. Unaweza kuja hapa hauna pesa, usafishe hii kanisa, upanguze hizi viti, wengine wakuwa wamelala. Hiyo ni full sacrifice. Bwana asifiwe. Kuna utoaji wa pesa, kuna huduma nyingi za elders, za pastors, za evangelism, charity, whatever. All those are sacrifices. Kwa sababu ukiwa mkubwa, ngojea maudhi. Pahali popote umetoa sacrifice, unasikia kuna upigano. Hebu tuende kwa Abraham. Wakati alikuwa amekubali kutoa his only son, Bwana asifiwe, alikuwa hata hangeambia bibi yake ili aende mlimani atoe dhabihu yenye Mungu anahitaji. Saa hii nikikwambia unipatie mtoto wako, uniende nifanyie dhabihu, utakubali? Pasa kuja malizia neno. Mungu awabariki.